nimesikia kilio cha watu wangu, nimekuja kuwaamrisha Lodeba waingie kwa kingship. Anza kuishi kwa attitude na mawazo na matendo na maneno kama mwaka mmoja. Mama alikuwa kwa hekalu, anaitwa Hana, tunajua story. Amefika mwisho, ametukana ikatosha. Wameenda kwa hekalu kuu, walikuwa wanaenda wanafanya dhabihu, sioni mahali wanaomba. Anaendanga kila mwaka na hakuna maombi. Mpaka siku moja mama akachoka, akaingia hekalu, akaomba kama mwenda, akaomba kama mlevi, akaomba mpaka priest na pastor akaconfuse. Sema huyu ni nini? Peleka ulevi huko, toa madhabahu. Mama akasema si ulevi. You are suffer. You are made. Aje kunywa mvinyo. Kile kiliweza ni shida sana. Nataka mtoto. Haleluya! Saidie hii wiki tunaanza kesho ya maombi. Kuja hapa ukae mlele mpaka shida zikuondokee. Shida na tunaishi mahali tunatutakiwi na tukoseto nao. Kataa ukuja hapa useme leo usikae. Sasa mama huyu akalia, sikiza. Eli alipokuta ni shida zimefanya amia, akamwambia may God do to you according to your desire. Mwaka mmoja baadaye, haukuliza hata mapendo. Mama anakuja na mtoto mpaka ajitambulishe. Mwaka mmoja tu anakuja kwa Eli, anaambia pastor Eli, mimi ndio ule mama. Imagine shift just 1 year kutoka kwa tasa kwa mama amezaa. Eli hawezi kutambua. You shift before you shift. In your mind, in your mindset, you shift. Mtu aseme haleluya. Sema ninahama maisha ya magonjwa. Wewe ni maji ya magonjwa. Kuanzia leo natoa magonjwa kwako. Wewe si chombo magonjwa yenyewe ndio mpaka hiyo. Najua kupigwa shule, nimekuwa kwa hiyo amina. Na ilapita unalia na watu wajui ni nini nimefanya. Nimekugonga nikipita tulikuwa tunapita. Na nakufanyia kitu. Wewe nini? Nishakuchokoza. Na nakita. Usifanye magonjwa ikipitia tu leo. Hata ikupaji. Ile ya boxing ile. Tulikuwa tunafanyia practice. Nione kama panji zangu ziko na nguvu. Sasa hiyo ni kama panji ya magonjwa. Hebu sema kuanzia leo ninahama. I am a king. I am a priest. Sijui kama okay, sitaenda hiyo. Tumaliza sasa. So now since you have been raised, hebu soma tena. Hebu rudi kwa maandiko tufunge, sitaenda hata nyingi. Hiyo tu verse 1. Maisha ya mfalme inaanza shifting. Mefiboshethi amefika kabla usome. Mefiboshethi amefika hapo kwa ikulu. David amwambia kuanzia leo. Hebu sema kuanzia leo. Sitarudi never. Kuanzia leo. Anything in your life you have been despising as kind zinafaa. Wewe ni kiwete. Kukula wamekudamaza. Paka ustruggle upate support. Kuvaa lazima usaidiwe. Lodeba. So
Akamwambia, kuanzia leo utakula kwa meza yangu kama mmoja wa watoto wangu. Akamwekea kiti Ikulu, mahali wafalme ukaa. Kuna watu wengi wananisikia kwa ibada ya leo. Mungu aliwawekea kiti kikubwa, lakini mwenyewe hakukalia. Akaamua, mimi sitakaa hapa. Akafikiria, hii ni maisha, sistahili mimi. Mungu alikuheshimisha ukajishusha, akakuwekea kiti cha heshima, mwenyewe ukashuka. Hebu ambia mtu, Mungu amekuheshimisha. Mungu amekuheshimisha. Rudia tena, Mungu amekuheshimisha. Mungu amekuheshimisha. Kaa hapo. Alikuwekea kiti cha heshima, akakuita mtumishi wa the most high. Hata si just high, the most high God. You are a servant of the most high God. Hiyo ni kiti cha heshima, akakufanyia pa, ukashuka, karudi lote. Sasa unashimaje hii maisha inaenda? Ulitoka kwa kiti nakedness, lote ba. Huyu jamaa akapanda kiti kwa Ikulu, kwa meza ya wafalme. Kina Solomon wakikula vinono vile Solomon wanakula, huyu kijana hapo hapo na nikuwete bado. Askari wanakuja kwa ile nyumba, amiri jeshi mkuu wanakuja, wakifanya ile as long as amekalia ile kiti, wakifanyia Solomon, wanafanyia hata Mephibosheth, wanafanyia kina Absalom, wanafanyia kila mtu, maana ni kama mmoja wao. You are just like the sons of God. Mtu aseme hallelujah. You are just like the son of God. Askari malaika wakitumwa kwa wana wa Mungu, wanapowapigia saluti, wana attention. Hata wewe as long as umekalia hiyo kiti, kome. Wacha niache kome, niende nyuma. Grace Kaini na Kitili wanaishi huko kwetu. Kipita hapo kwa Boaz, hiyo njia imepika Kakona ndio uende kwa kina George, alafu kona ingine pale. Hiyo njia imekatwa kwa shamba ya Kaini na Kitili. Kitili alikuwa inspector wa police, regular police. Immediately kabla atoke ndio nani aliingia, the first police ilianza na Inspector General Kitili ndiye alichukua. Grace Kaini kama deputy, baadaye amekuja kuretire nyuma. Nafikiri Grace Kaini amekuwa wakati wa kina Boine hapo hivi. Wakanunua shamba, wakashikanisha fence. Hiyo njia mlipitia walikuwa wamefunga. So ukifika hapo kwa Boaz, ukienda hivi mbele ni shamba ya wenyewe wakafence. Na hawa kina Kitili na Grace Kaini wamefence. Ilibidi court iwaamrishe wafungue shamba zao, hazikuwa zimeshikanishwa. Kuna katikati ya shamba zao ni ndugu na dada, they are brother na sister. So wakafikiria wewe umenunua huku na mimi nimenunua huku, situshikanishe. Kumbe kuna barabara kati ya letusi. So hiyo barabara ikarudishwa. Sio nani alipigiwa saluti. He was a deputy inspector wa polisi. Hapo huko sijawahi kuona hata anaibiwa kwa sababu yako kwa dio. Saluti ile alikuwa anapata ni when she was in her position. Mungu anakuheshimisha. Kaa kwa hiyo position ya kingship na priesthood. Sasa huyu mtu akifanya whatever anapigiwa saluti. Uwete, niliwaambia, uwete ufunikwe na position. Baada alikuwa kiwete, but akiwa amekaa kwa kile kiti,
hajasimama, ungejua ni kiwete. Ungejua ni kiwete. Wengi wetu tunajulikananga, kumbe hatuwezi hata jisimamia wakati tunahama kwa nafasi Mungu ametuweka. Sema amen. So malizia sasa basi, alafu tusimame tuombe. Mungu akitujalia. Since then, ile Colossians chapter 3 verse 1. Nimechukua tu part ya kwanza. You have been raised with Christ. Set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Okay. Since you have been raised. Hebu sema I have been raised. Sasa unataka injili nyingine, si hiyo tu. You have been raised to a king, and now that you have been raised, change vile umekuwa ukijiwaambia. Do what? Set your mind on things. Umekuwa ukipiga vitu vya chini chini, unapigania kuviita kwa chini chini. Kuna mtu mwingine alikuwa mahali dukani, so umefikiria tunaweza pigania kwa hiyo level. Mimi nacheza ngani ingine, hiyo nicheza ile ya ground huko, hiyo unakaa leo. Nikamwacha. Usikubali watu wakulete kwa niingiza huku chini sasa. Wanasifiwa. Kama unachezea wewe ni competitor wa kina Arsenal na kina Manchester United, uweze peleka huko ile katimu kingine kanaitwa Ingwe pale cha Wemoe pale chini, uweze wapeleka huko. Ligi ziko tofauti. Premier League hii hata inaitwa Premier League, uweze tukua katimu kanachezanga. Sijawahi kuona timu ya Kitondo Boys, Kitanda kupata. Sijawahi kuona timu ya Kitondo Boys wako na football team. Sasa wako huko kwa Premier League wanacheza na Gor Mahia. Gor Mahia itawafunga mabao wabebe na gunia. Maana wako lidwa tofauti. So you find Kakamega Boys team imeproduce footballers wengi na Kisumu Boys na Maranda. Sasa wanaingiza rugby, wanaingiza kwa National League. So huyu kijana kwa football huko ataendelea kunajua na Gor Mahia mshahara kwa wachezaji wao. But hawezi kuwa sasa they are competing. Usikubali watu wakuchezeshe ligi ulipita. Kaa kwa position. Kaa kwa position. Think, set your mind. Hebu sema I will set my mind. Mind iliyoshika hapa. Set your mind. Now that you are raised, set your mind na kule umeraiziwa na unakumbushwa Christ is seated. Set your mind. Kaa huko position. Christ is seated. Position. You are raised with him. Na ndio Biblia inasema we also are raised and are seated together with Christ in heavenly places. Kaa huko. Kaa. Set your mind. Nikugongea mtu, mgonge mwambie set your mind. Mahali umeset your mind ndio utakaa. As a man thinks, so he is. Set your mind. Kama utakuwa unakaa hapo, utainuka nini? Set your mind. Hallelujah. Set your mind. Umeset your mind. Mimi sijui hata watoto wangu watasoma aje kama maisha inaenda hivi. Angalia kule sasa una set your mind. Set your mind ya kwamba watoto watasoma na watasoma mpaka wapite na PhD na waende. Haijalishi leo kama uko lode Mungu amekutoa. Set your mind. Gonga mtu mwambie set your mind on things above, not things below. Above. Christ has raised you. Above. Set your mind. Reality inaonyesha uko hapa. Niliwaambia wewe Israeli hapa. Wakati Ana alipata mtoto, ni wakati Eli alisema, go in peace
maneno hiyo, set your mind na mambo kama haya. Set your mind. Vijana, set your mind. Sasa wewe kijana. Sasa wewe take step kwa mfano. Sasa wewe ni teenager. Wewe ni teenager. Uko na mambo mengi unatakiwa utimie. Hata kama msichana, sisi wewe una kama msichana na uko na kama uko nako basi swali ni la. Hata kama msichana kakopia kama wewe. Nyinyi wote ni wakukula kwa mzazi. Mzazi akifungia sufuria na kama msichana kako mtapelekana wapi? Sasa umeset your mind kwa kama msichana. When you should set your mind on a degree, set your mind wewe ukiwa huko juu ukifanya biashara kubwa kama ni biashara, wewe ndiye CEO wa huyo Safaricom, huko hapa potential yote iko open kwako. Hawa watu vijana, limit hata si sky. Hello? Usiambiwe limit ni sky. Limit ni limitless. Wewe uko limitless. Kama sky ni limit, maana Mungu ako huko juu ya sky. So Mungu ndio limit yetu. Set your mind. Tumaliza, simama kwa miguu yako. Ukiambia mtu set your mind on things above. Biblia yangu inasema only. Napenda yangu, simama tu. Yangu inasema set your mind on things above only. And not things below. Najua yako ingine zimesema things on earth. Achana na earth, sema below. On earth, set your mind on things above. Set your mind. Ukishaamrishwa toke ba, set your mind huko. Kaa Jerusalem. Hata kama kuna uwete, wewe kalia kiti uwete utafurikwa. Weakness zote zinafunikwa. Niliwahi kuwashuhudia, tulienda na akina Koni na grupu ya waimbaji. Nikiruka mahali zipu ikakatika. Koti iwezi funga ifunike. Na saa hiyo ninaitwa. Nikatoka nje nikatafuta mtu wa fundi mahali ashone kunanyesha, hakupatikana. Na Isabella ananipigia akasema, kwani umetoweka, umeenda wapi? Saa yako imefika. Nikarudi, sikumwambia kile kinaendelea ndiye asione hata yeye. Nikapewa micro. Nilihubiri. Sikutoka hapa. Na ubiri nikiwa kwa hii stand. Niliteka position. Na nikakaa kwa hiyo position. Uchi wangu wa isiku kutoka hiyo hawakujua. Nilikaa hapo, tukimaliza kuomba, nilikuwa kuna viti tunakaa pale. Wakati nimepatia Isabella anaendelea kuraba shamba hapo amalizie mkutano, nimekaa. So nimemwachia mkutano, watu wameenda kwa maombi, ninakaa. Kadia position inafichanga uchi, inaficha weakness. Sikutoka hapa kutangatanga vile na rudi huku. Mimi ndio najua I will take this position inifunike. Na nilimaliza, nobody knew it. Nikitoka hapo, kuna mlango inaingilia hapo. Tunapitia hapo, naenda kwa gari Subaru nimepaka hapo nje. Nikatoka nikaingia gari ya hapo, timu tuko nayo wanakuja nikafanya naenda hapo. Nobody knew. Ukikalia hapa kama uko na uwete, kaa kwa position itakufunika. Uko na weakness nyingi, shida zinajulikananga wakati unaanza kutembea kutoka kwa hiyo position. Kalia position ikufunike. Amen. Hebu tutangaze kuanzia Novemba sasa. Novemba leo ni tarehe 2. Kuanzia leo tarehe 2. Maana David alisema kuanzia leo. Sasa sisi tunaanzia leo tarehe 2. Ninahama Lord Baba. Wafalme
na wapriest hawakai Lodebar, wanakaa mahali pa juu, mahali Kristo ameinuliwa na akawaweka. Hallelujah. Amen. No more Lodebar. No more, no more, no more. Maishani mwako hiyo ugonjwa imekuwa kama Lodebar. Pokea uponyaji sasa. Umekuwa hata unaitwa majina. Yule tena alipangi redi. Kuanzia leo hiyo story haitasemwa tena. Hallelujah. Amen. Hata kama umekuwa na ushindwe huo, maybe ni wewe, but Mungu atakufunika kwa ajili ya maneno haya naongea. Haitakuwa tena. Utakuwa unapata pesa, unalipa kwa wadeni wako wote. Hakuna kukataa kuchukua simu eti kwa sababu utadaiwa. Unaona simu unafikiria ni wenye madeni wanakupigia. Sema no more, no more, no more. Sema no more. Tumehama. Tumeenda viti ambavyo tumeandaliwa pale juu, pale kwa kingship. Tunaenda hata kama bado tunaweza kuwa na tuuwete, tutaisha tukiendana katika jina la Yesu. Nataka ushike mkono wa mtu unifanyie hivi, maana sambe tutaomba vizuri, but sasa tunaomba maana we are shifting kuanzia sasa. Mwambie hivi the person, mwangalie tu, usifunge macho kwanza, mwangalie. Najua unaogopa kuangalia mtu, mwangalie, mwambie hivi, tunahama, sikuache Lodebar. Mwambie go and rule. Go and rule your world. Go and rule your profession. Go and rule in your business world. Rule in the spiritual realms from today. Baba, katika jina, shikana tu mikono. Katika jina la Yesu nimesema hayo maneno, maana ninakuamini. Unaposema wewe utimiza. Huku nituma niseme kuanzia sasa tunaanza maisha ya kukalia enzi. Hawa watu umewafanya wafalme na wako na enzi zao, wako na kingship, umewadividia wakakalie viti vya utawala. Haijalishi wakiwa masomoni, wale wanasoma watakuwa on the top, watakuwa huko juu, hawatakuwa chini. Wale wanafanya mitihani sahihi watakuwa on the top, hawatakuwa vitu vya chini. Wale wanamalizia mambo yanayofanya watakuwa juu. Kwa biashara tutakuwa juu, maana hiyo ndio umesema. We are agreeing with your word. We want to set our hearts, we want to set our minds on the things where you have raised us, in those positions you have raised us and seated us to. In the name of Jesus, hakuna mtu anaruhusiwa kushuka mahali umemweka kuanzia leo. Na hata wakataka kushuka watashuka. Bwana, malaika atakuja waambia hawastahili washuke mahali pale, wakadumishe position na waanze kupata faida. Kila enzi iko na faida zake. Kila utawala, kila position iko na faida. Wakaanza kufurahia matunda. Mefiboshethi alianza kufurahia chakula cha kifalme. Hawa wapendwa wataanza kufurahia matunda ya kifalme. Katika jina la Yesu watafurahia ukuhani wa kifalme. Katika jina la Yesu. Baba, wamestruggle maisha, sasa anga yao ichange. Bwana, natangaza ufanisi wa kiroho, ufanisi kwa familia, ufanisi kwa maisha ya kila mmoja individually. Watu wameng'ang'ana, biashara inawatondolea macho, haisongi. Kuanzia sasa biashara ninakuamrisha uanze kusonga, uanze kuleta faida. Kazi ambazo hazipatikani zianze kupatikana katika jina la Yesu. Fedha ambazo hazipatikani zianze kupatikana. Tunapotafuta uso wako Bwana ukapatikane katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ni asante maana umetuhamisha katika kutoka ufalme wa giza na umetupeleka kwa ufalme wa mwanao wa pendo.
na hapo ndio tunakaa katika jina la Yesu Kristo. Wagonjwa wapone, walio na mizigo yeyuke, kansa ziyeyuke katika jina, hata zile hazijatambuliwa ziyeyuke katika jina la Yesu Kristo. Watu wetu wote wapone, kazi zipone, biashara zipone, fedha zipone, hata nchi yetu Bwana ikapone katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na watu wote wakasema amen. God bless you. Ashas watatusaidia kumtolea Mungu fungu zetu na sadaka zetu tunapomalizia. Kijana wetu atakuja kutufungia tukimaliza. Amen.